Asubuhi ya visiwa vya Zanzibar huanza mapema. Kwenye ufukwe wa bahari, mvuvi huanza kuivuta nyavu yake akiwa na matumaini ya samaki wa kutosha. Sokoni, mamalishe huanza kupanga meza yake akihesabu kimya kimya kama siku hiyo atakuwa na faida. Kijana aliyemaliza chuo huamka tena na simu mkononi akipitia matangazo ya kazi huku akibeba maswali vile vile kichwani, kesho yangu itakuwaje? Alhamisi ya wiki hii, macho mengi yalielekezwa sehemu moja tu, ambayo ni katika Baraza la Wawakilishi Chukwani. Ndani ya ukumbi huo, Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar, Dr. Juma Malik Akil, alisimama mbele ya wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kuwasilisha bajeti kuu ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2026/27. Bajeti inayobeba si tu namba, bali pia matumaini, ahadi, maswali na mustakabali wa maisha ya kila Mzanzibari. Kwa makadirio ya takriban shilingi trilioni 8.5, serikali imeonyesha dira yake ya kuendelea kukuza uchumi huku ikiahidi kuimarisha sekta ya maendeleo kama utalii, elimu, afya, miundombinu na uwekezaji. Lakini nyuma ya takwimu hizi kubwa, swali la msingi linabaki kuwa moja tu. Je, mwananchi wa kawaida itamgusa vipi bajeti hii? Kwa miaka kadhaa sasa, Zanzibar imekuwa ikizungumza lugha ya mageuzi ya kiuchumi. Serikali inasema inataka kuona uchumi unaokua, ajira zinaongezeka na mazingira ya biashara yanakuwa bora zaidi. Katika bajeti hii, utalii unaendelea kuonekana kama uti wa mgongo wa uchumi, huku matarajio ya ongezeko la wageni yakipewa nafasi kubwa katika mipango ya mapato ya serikali. Lakini si utalii pekee, bajeti hii pia imebeba matumaini ya vijana wanaotafuta ajira, wafanyabiashara wadogo wadogo wanaotaka mazingira nafuu ya biashara, pamoja na wananchi wanaotamani huduma bora za afya na elimu. Serikali imeweka msisitizo katika miradi ya maendeleo, ikieleza kuwa miundombinu bora inaweza kuwa funguo ya kufungua uchumi wa Zanzibar kwa kiwango kikubwa zaidi. Hata hivyo, kama ilivyo bajeti nyingine duniani, kuna upande mwingine wa sarafu. Mapendekezo ya ongezeko la kodi katika baadhi ya maeneo yameanza kuzua mjadala kwa wananchi. Wapo wanaoamini hatua hiyo inaweza kuongeza mapato ya serikali kwa ajili ya maendeleo, lakini wengine wanahofia gharama za maisha kuendelea kupanda, hasa katika mazingira ambayo wananchi wengi bado wanapambana na changamoto ya kipato. Na hapa ndipo uzito wa bajeti unapopimwa, kwa sababu bajeti hii si karatasi yenye namba pekee. Bajeti hii ni dawa za hospitali, ni dawati darasani, ni barabara inayopita kijijini, ni ajira kwa kijana aliyekata tamaa, na ni tumaini kwa familia inayosubiri maisha bora ya kesho. Kwa lugha nyepesi, wananchi hawatahesabu trilioni, bali watapima matokeo. Je, huduma zitaboreshwa? Je, ajira zitaonekana? Je, maisha yatakuwa nafuu zaidi kuliko jana? Hayo ndiyo maswali ambayo muda utaendelea kuyajibu. Naliomba baraza lako tukufu liidhinishe makadirio ya mapato na matumizi, mapato ya serikali, makadirio ya mapato ya serikali yakikusanya jumla ya shilingi trilioni 8 bilioni 525 na milioni 850 kati ya mapato yani pesa hizo. Kati ya mapato hayo shilingi trilioni 8 bilioni 163 na milioni 543 ni makusanyo ya serikali kuu. Kwa upande wa kwa upande wa mamlaka za serikali za mitaa shilingi bilioni 25 na milioni 996, na taasisi za serikali zinazojitegemea shilingi bilioni 336 na milioni 314. Naliomba baraza lako tukufu kuridhia makusanyo hayo kupitia mamlaka zake. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa matumizi, tunaliomba baraza lako liidhinishe jumla ya shilingi trilioni 8 bilioni 525 na milioni 850. Kati ya hizo shilingi trilioni 2
bilioni 737 na milioni 880 kwa ajili ya kazi za kawaida ambazo zinajumulisha bilioni 16 kwa mamlaka serikali za mitaa na shilingi bilioni 336 na milioni 311 taasisi za serikali, lakini pia shilingi trilioni 5 bilioni 788 na milioni 370 zielekezwe katika kutekeleza mpango wa maendeleo. Kwa sasa Zanzibar imefungua ukurasa mpya wa mwaka wa fedha 2026/27. Karatasi ya bajeti imewasilishwa, ahadi zimewekwa mezani na safari imeanza. Kilichobaki sasa si maneno bali ni vitendo. Niliyekuandalia makala hii ni mimi Abdillahi Abdallah chini ya udhamini wa Asam Electrical Company.